tunaye na anafuatilia kwa undani kabisa, na tulikuwa ofisini kwake, ametukaribisha vizuri. Mwenyezi Mungu naye amjenge, ampe taufiki ya kumsaidia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika nafasi yake hii ya mkuu wa wilaya. Lakini washukuru vile vile wasaidizi wake wote ambao aliokuwa nao. Mwenyezi Mungu nao pia awape taufiki na uwezo wa kuweza kusimamia maslaha ya taifa letu katika wilaya hii ya Masasi. Jambo la msikiti, tumsikilize Mtume anasema kwamba mtu ametiwa nguvu zake juu ya msikiti, ima kwa kupeleka tofali moja au hata kwa kushauri kwamba msikiti ujengwe, au kwa kupeleka hata ndoo moja ya maji kwa kina mama. Mungu anatuambia nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia nini? Mtume anasema, man bana lillahi masjida walau kamafhas qata bana Allahu lahu qasran fil janna. Anayejenga msikiti, mchango wake ukawa sehemu ndogo tu katika kuchangia kujengwa msikiti huo, hata kama mchango wake ni mdogo kama kile kiota cha pugi, kama kile kiota cha ndege yule mdogo, basi Mwenyezi Mungu anakwenda kumjengea nyumba ya fahari peponi. Mwenyezi Mungu atujalie, atujengee majumba ya fahari peponi kutokana na kushiriki kwetu katika kujenga msikiti huu. Msikiti ni mahala ambapo adhina Allah an turfa, Mwenyezi Mungu ameruhusu utukuzwe msikiti na litajwe jina lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya msikiti. Na katika majina alionayo tuliwaambiwa tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ameeleza mwenyewe, walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Ana Mwenyezi Mungu majina mazuri mazuri, kwa hiyo ombeeni kupitia majina hayo. Na kuna majina 99 ambayo yametajwa katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatuna haja kuingia sana, lakini katika majina hayo 99 kuna jina linaitwa As-Salam. Majina 99 liko moja ni As-Salam, maana yake amani. Katika majina 99 ya Mungu, moja katika majina yake ni yeye Mungu, lakini jina lake linasema As-Salam, maana yake amani. Sasa ikiwa mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jina lake ni amani, wewe unatakiwa ufanyeje? Unatakiwa kudumisha amani. Lazima udumishe amani, uisimamie amani, uilinde amani, uichunge amani. Kwa sababu hata Mungu mwenyewe katika majina yake 99 moja ni As-Salam, kuonesha kwamba umuhimu wa amani, mpaka mwenyewe amejipa jina la amani. Na msikitini tunamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini unapoingia msikitini, katika jumla ya mambo unayotakiwa kuyafanya, unatanguliza mguu wa kulia ndio unaingia, kwa sababu unaingia sehemu ya amani, sehemu iliyokuwa ya khair. Kisha unasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bila kujali kuna mtu au hakuna mtu ndani ya ule msikiti. Unatakiwa useme tu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, kwa sababu katika msikiti wanasali viumbe wengi. Kuna ambao wanaonekana na kuna ambao hawaonekani. Unachotakiwa wewe ni kutoa salamu, na ile salamu unayoitoa maana yake ni amani. Kwa hiyo ni muhimu sana sala ya amani tulielewe. Na unapoingia katika sala unamkabiri Mwenyezi Mungu, unamtukuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata Mtume anasema mwanzo wa sala, awwaluha at-takbir wa ihtitamuha at-taslim au akhiruha at-taslim. Anasema mwanzo wa sala ni tamko la kumtukuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unasema Allahu Akbar, inaitwa takbiratul ihram. Alafu mwisho wake wa kutoka katika sala ushamaliza ni kusema assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Tena pande zote mbili, moja ni wajibu, moja ni sunna. Upande wa kulia ni lazima, upande wa kushoto ni sunna. Unasema assalamu alaikum wa rahmatullah, amani shuke juu yenu. Wakina nani? Wale wenzako ambao kwamba waliosali nyuma yako wewe, miongoni mwa watu, na unamjibu na imamu kama atakuwa yuko mbele kwa ile salamu yake, na wewe unamjibu. Lakini unatoa na upande wa kushoto, kama kuna viumbe vingine, kuna nini, unavitolea salamu. Maana yake unavihakikishia masala ya amani, tuko katika ibada ambayo ni amani, lakini vile vile unahakikisha amani kwa waliobakia.
ili kuonesha umuhimu wa amani katika jamii na umuhimu wa amani katika maisha ya mwanadamu. Ndugu zangu, tumekuja kufungua msikiti, lakini swala la amani tunalizungumza sana. Kule peponi ambako Mungu atupe taufiki na sisi tuingie peponi. Kuna ambaye hataki kuingia peponi hapa? Sisi sote tunataka kuingia peponi. Mwenyezi Mungu atuingize peponi sana. Sasa wakati wa kuingia peponi, Mwenyezi Mungu anawaamrisha malaika watuambie udkhuluha bisalamin aminin, ingieni katika pepo kwa amani. Sasa pepo ina haja gani ya amani wakati pepo kuna fiha ma tastahi anfusukum? Katika pepo kila unachokitaka kipo, hakuna tatizo. Alafu tumehakikishiwa katika pepo hakuna hofu, hakuna jambo la kutisha kule, kwamba ukiingia utakutana na nyoka, ukiingia utakutana na simba, ukiingia utakutana na mtu mkatili. Hakuna masuala ya namna hiyo. Mle ni raha tupu, ni kheri tupu, ni mambo mazuri. Chochote unachokitaka kinakuja chenyewe, haina haja kukifuata. Ukitaka kuku anakuja, ukitaka nyama inakuja, ukitaka mchele utakuja, ukitaka, na kuna vyakula ambavyo hujawahi kuviona na rangi ambazo hujawahi kuziona ziko katika pepo. Hizi rangi unazionaona hizi ni rangi za mazoea tu hizi. Hizo hizo nazo ndio tumefikia hapa. Lakini peponi kuna rangi ambazo hazijapata kuonekana. Mpaka Mtume katika kuisifu pepo anasema fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Anasema katika pepo kuna mambo ambayo jicho halijapata kuona. Jicho halijapata kuona. Sio umeona mambo mengi, umeona rangi ya kijani, umeona majumba, umeona vitu vingi, umeona matreni, umeona mandege, umeona. Lakini kule kuna mambo ambayo mala ainur ra'at, jicho halijapata kuona, wala udhunun sami'at, wala usikio halijapata kusikia. Katika maisha yako yote toka uzaliwe ni babio, sikio lako halijapata kusikia. Ndio mambo utakayokuta kule. Kwa ni mambo ya kheri na baraka. Lakini pamoja na yote hayo unaambiwa kwamba udkhuluha bisalamin aminin, ingieni katika pepo kwa amani. Jamani, mpaka hapo hamjaelewa umuhimu wa amani? Mpaka katika pepo ambayo ina kila kitu unaambiwa uingie kwa amani. Kwani kuna haja ya amani kule? Si tayari Mungu ametayarisha ni amani tupu, haina haja. Lakini bado Mwenyezi Mungu anasisitiza kwamba amani inahitajika mahala popote. Ndio ingieni kwa amani katika pepo hii. Umuhimu wa amani ni umuhimu mkubwa sana. Juzi nilikuwa nazungumza, nadhani ilikuwa Njombe au ilikuwa Iringa, sikumbuki vizuri, kwamba katika mwezi wa Ramadhani kuna ule usiku unaitwa Lailatul Qadr. Sisi tunafahamu ule. Na mwezi wa Ramadhani sisi Waislamu tunafunga, alafu tunatafuta ule usiku kwa nguvu zote toka mwanzo wa Ramadhani mpaka mwisho wa Ramadhani. Lakini ikifika siku ile ya Lailatul Qadr inakuwa kama siku ya sherehe. Usiku wenye heshima unashuka. Atakayepata akausadifu usiku ule, ibada yake inakuwa sawa na miezi 1000, ambayo kama miaka 83 hivi na miezi kama 4 hivi. Ibada yake ni bora kuliko mtu aliyeabudu miaka hiyo, ule usiku wenye heshima. Lakini unashuka na malaika kusherehekea utukufu wa mwezi ule. Tanazzalu almalaika waruhu fiha, wanashuka malaika na Jibril ambaye ni mkubwa wa malaika ndani ya usiku ule, min kulli amrin, kwa sababu ya kila jambo. Min sababia, hii min ina maana sababu, watu wanao kama mpo. Min ina maana sababu, min kulli amrin, kwa sababu ya kila jambo. Salamun, hii ni amani tupu usiku huo. Haya, kuna haja gani tena ule usiku wa amani mpaka Mungu ataje amani wakati sallu ala taha? Kwa nini ataje tena amani wakati usiku mwenyewe akautengeneza kwamba una kila kitu na wanashuka malaika kwa ajili ya sherehe? Pia hakuacha malaika mkuu ambaye ni Jibril, pia anashuka katika usiku ule. Mtu akimuomba Mwenyezi Mungu na akausadifu usiku ule, basi anakuwa sawa sawa amemwabudu Mwenyezi Mungu. Ni bora ibada yake ya siku ile kuliko miezi 1000. Lakini unaambiwa usiku ule salamun, hii ni amani tupu usiku huo, hata matla alfajr. Ile amani inaendelea mpaka kuchimbuka kwa alfajr. Ni amani tu mpaka kuchimbuka kwa alfajr. Kuna haja gani ya amani tena? Lakini kuonesha umuhimu wa amani. Haya, maamkizi yetu tunasalimiana asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, kuonesha amani. Na unamhakikishia ndugu yako ambaye unamtolea salamu kwamba wewe uko katika amani, uko katika salama, sitakugusa kwa madhara ya aina yote, nafsi yako, mali yako, wanao, familia yako yote kwa ujumla, kila kitu kilichokuzunguka
kiko katika amani, na kuhakikishia, na tamko la kumhakikishia ni kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa na yeye je, anatakiwa na mimi anahakikishie kama na yeye pia ana amani? Tunaelewana Waislamu eh? Ndio tafsiri kamili haswa ya neno assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sio Kiarabu kwenda kwenye Kiswahili amani shuke juu yenu na amani imekwisha. Sio tafsiri yake. Nini madhumuni ya kuleta tamko la assalamu alaikum likafanywa kuwa ni maamkizi? Maana yake umhakikishie ndugu yako, jamaa yake unaokutana naye kwamba hana madhara, wewe huna madhara na yeye, hutamdhuru kwa namna yote, wewe ni mtu wa amani. Unamhakikishia amani ndugu yako, yeye mwenyewe, nafsi yake, mali yake, wanawe, kila kilichomzunguka, yeye yuko katika amani. Na ndio anatakiwa na yeye akurudishia, kuhakikishie kwamba na mimi ni kama hivyo. Anakuambia wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndio tafsiri ya neno assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nadhani tumeelewana katika tafsiri. Tumeelewa tafsiri leo ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma tumezoea tu assalamu alaikum alafu imekwisha, alafu uelewi nini maana yake. Maana yake ni kumhakikishia nduguyo, kama nilivyosema. Kama haitoshi, tunasalimiana hapa katika dunia, katika huu ulimwengu, katika kila sehemu, lakini Mwenyezi Mungu anatuambia kule peponi watahiyatuhum fiha salam, na maamkizi yao watu katika pepo ni neno la salamu na maana ya amani. Hata peponi pia watu watakiwa waamkiane kwa maamkizi ya amani peponi. Sallu ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, kwa ufupi wa maelezo, muda hatunao sana. Amani ni kitu kikubwa, tudumishe amani, tuilinde amani. Tafsiri chache ya haraka nimeieleza juu ya swala la amani na umuhimu wake, na mifano mizuri nimekutolea. Kafanya mtala, utaona namna gani ya umuhimu wa amani. Amani ni kitu chenye kuenea kila kitu, ni kitu ambacho sio cha kuachiwa, na ni kitu ambacho kinahitaji kulindwa. Kwa hiyo tusikubali viashiria vya kuvunja amani vinavyotokana na mtu yoyote. Kwanza, Muislamu si mtu wa kupelekeshwa. Mtume alikuwa anamkataza sahaba mmoja, anamwambia wala takun immaa, wala takun immatan man yaqulu ana ma'a fulan, ana ma'a fulan. Yani wewe usiwe, wanasema watu wa mjini, usiwe ngoma iko. Ukisikia kuna kikundi kinapiga ngoma, wewe uko kule, ikibwa nyingine huko, umeacha ile umekuja huko. Yani kazi yako wewe kutangatanga, kushika fikra na mawazo ya watu. Mtume anasema atafakuru saa khairun min ibadati sana. Kufikiri, kutumia fikra, ukawa na nafasi ukaamua ufikiri tu jambo, ulifikirie vizuri kabla hujatekeleza mambo yako, saa moja tu au kipindi kimoja tu au kitambo kimoja, ni bora kuliko ibada ya mwaka mzima. Kufikiri, kutumia fikra ni bora kuliko ibada ya mwaka mzima. Wewe mtu anakuambia tuvunje amani, unakubali kuvunja. Uangalie baada ya kuvunja kutakuwa na nini. Nchi ina baba yako, ina mama yako, ina dada yako, ina shangazi yako, ina babu yako, ina bibi yako, ina wanao. Wenyewe wanasoma watoto maskini. Wazee wenyewe wamekaa wanasuka mikeka yao. Wewe unakwenda kuvunja amani, wale wote unaharibia. Utakwenda kujua namna gani ya kuulizwa siku ya Kiyama. Unajua utakwenda kufanywaje? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamuuliza, haondoshi mtu hatua moja isipokuwa anaulizwa. Wewe utakwenda kufanya nini? Siku ngumu kabisa, siku inawaka jua, utafikiri liko maili moja. Siku nzito, yaumun asir, Mwenyezi Mungu amesifu. Ni siku nzito. Utakwenda kuuliza, wewe kwa nini umevunja amani? Wewe ulikuwa na maana gani? Wewe hujui katika kule kuvunja amani, fulani alikufa, fulani alikufa, fulani alidhuriwa, fulani alikuwa hivi. Wewe unavunja tu amani. Lazima uangalie nani alikwambia, au wale alituambia hivi. Haya, kuna faida gani alipokuambia? Ilikuwa maana yake nini? Kuna faida nini? Haya aliyokuambia atakuingiza peponi bwana. Uislamu unataka uangalie pepo. Katika kila nafasi utumie nafasi ya kutafuta pepo. Kila siku. Na vijana ndio zaidi. Ghanimatul insan shababuhu. Faida ya mwanadamu ni ule ujana wake. Kwa hiyo kijana kwa ujana wake anataka utumie zaidi katika masuala ya maadili. Angalie mmomonyoko wa maadili, awe mtu mwenye heshima, mtu mwenye mapenzi, mtu mwenye kuangalia namna gani kuvunja heshima za wazee, kuvunja heshima ya mtu mkubwa. Hutakiwi kuvunja heshima. Uislamu haujasema vitu namna hiyo. Na kama kuna anayesema Uislamu unavunja heshima, aje na vitabu vyake hapa sasa. Hakuna. Mtume ametufundisha heshima.
laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana, si katika sisi mtu ambaye hawaonee huruma walio wadogo katika sisi na ambaye hawaheshimu wakubwa, huyo si katika sisi, katika Uislamu, hayuko katika Uislamu. Anatuambia mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahad wala yafkhara ahadun ala ahad, nyenyekeaneni mpaka mmoja asifanyie jambo baya mwingine na wala sifakharishe mtu mmoja kujifakharisha kwa mwingine kwamba yeye ni bora zaidi kuliko yule. Kullukum min Adam, nyote mmetokana na Nabii Adam, wa Adam min turab, na Nabii Adam ametokana na mchanga, ameumbwa kwa udongo. Ameumbwa kwa udongo. Udongo si mnauona, kila mmoja na aina yake ya udongo alioumbiwa, sio darasa lake. Ni darasa linataka kuonesha kwamba sisi ni watu wamoja, ni binadamu wamoja. Kwa hiyo tuishi kwa mapenzi katika nchi yetu, tuilinde nchi yetu na tuwe na uzalendo na nchi. Nchi haitakiwi kuchafuliwa. Jana nilizungumza mahala fulani, sijui sana mimi yenyewe hapa, lakini nilizungumza sana. Nikasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwamba wala ta'thau fil ardi mufsidin, msieneze uharibifu katika nchi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, msilete uharibifu mkaichafua nchi baada ya kuitengeneza. Inatakiwa tuitengeneze zaidi nchi, iwe na amani, iwe na utulivu, kisha tuwe na ari na uzalendo wa kuipenda nchi. Wewe ndio umezaliwa hapa. Wewe tu umezaliwa, unajua nchi gani tena nyingine? Wewe unajua Malawi wapi? Au umejua mahala gani? Wewe ndio uko Masasi. Sisi wengine watu wa Tanga ndio tuko kule, tunajua mambo ya kule Tanga. Kulikuwa na katani, unaeleweka eh? Kulikuwa na hivi, tunajua kila kitu. Na nyinyi huko mnajua kila kitu, korosho, dhahabu ya kijani. Umeeleweka eh? Ndio ulichokulia wewe, umezaliwa, masala ndio hayo mpaka leo. Sasa unataka hii nchi iharibike afu nakimbilia wapi? Una nani ana raha katika nchi ya mwenzake? Hebu niambieni hata mtu mmoja. Si kila siku tutakwenda Saudi Arabia na tunajulikana, tunafahamika, kama mufti anajulikana watu wote kule, na bado siku chache tunakwenda tena, bado kama siku 5-6 tutakwenda Saudia. Lakini sina raha nikiingia katika ile nchi, kwa sababu lazima utembee na pasipoti, lazima nini. Lakini naweza kutoka hapa mpaka Dar es Salaam sina pasipoti, sina haja. Mimi mwenyewe mtoto hapa pa Tanzania bwana, kwetu hapa. Sasa kwa nini tuiharibu nchi ya namna hii? Tuna haja gani ya kuiharibu nchi? Alafu anatoa mtu fikra, mtie katika screen yule mtu, alafu mfanyie tathmini kwa boya, ananiambia jambo hili nini faida yake, ili iweje baadaye. Alafu kuna faida gani? Yeye ameyatoa wapi maneno haya? Yanasaidia nini? Yeye pia anamsaidia kitu gani? Unatakiwa ufikiri namna hiyo. Idha arata an taf'ala amra fatadabbar aqibata fa in kana khairan famdi wa in kana sharran fanta. Tunafundisha ukitaka kufanya jambo lolote ilifikiria kwanza kabla hujafanya. Ndio Mtume ametufundisha. Sio kujifanyia. Yaani Muislamu sio mtu wa kufanya kila jambo akiambiwa na anafanya. Haiwezekani. Na mwanadamu aliyekamili afanye jambo tu kwa kuambiwa. Anafanya fikra kwanza. Ndio yake kuna maana gani? Sasa mtu aje mpige huyu, alafu unakwenda unampiga. Uulize kwanza huyu mbona anataka nimpigie kwa sababu gani? Unaona? Kumbe yeye ndiye anayedaiwa, kaja kuuliza tu bwana nataka ile deni langu. Sasa hawezi kulipa na kwambia mpige, alafu wewe unampiga bila kuulizia. Jamani, faljununu fununu. Wenda wazimu ni sampuli nyingi. Lazima kuangalia kwanza jambo kabla hujafanya. Huo ndio uzalendo katika nchi. Tujenge uzalendo, tuilinde nchi, tuilinde amani, tupende nchi yetu. Min alamati al-iman hubbul watan. Katika alama ya imani, mtu akaambiwa ni Muislamu kamili na ana imani ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, imani iliyo kamili ni hubbul watan, ni kupenda nchi. Yaani ukipenda nchi unaambiwa ni Muislamu kamili. Sallu ala ta'a. Kupenda tu nchi. Ibada yenyewe ndogo, unapenda tu nchi. Tayari unaambiwa wewe tayari una imani iliyokuwa kamili. Na ndio katika jumla ya alama za imani. Ukitaka kumjua mtu ana imani kamili, anamwamini sana Mwenyezi Mungu na mtume wake, muangalie je, anapenda nchi? Ndio maana ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu wakati anahama Makka kwenda Madina, alipofika katika mpaka wa Makka na Madina, akageuka nyuma akatazama Madina, akatazama Makka, akasema wewe Makka wewe, la ingekuwa mimi watu hawakusababisha ni hame mpaka Mwenyezi Mungu ameniamrisha ni hame katika mji wa Makka, ni hame Madina, nisingekuacha wewe Makka. Jinsi anavyopenda mji wake na nchi yake, anaiambia Makka wakati anahama, wewe Makka wewe, lao ingekuwa
si sababu ya watu kunichukia hapa na kuniletea fujo. Maka ni kwetu, ndio kwangu, ndio nilipozaliwa, lakini mpaka Mungu akaniamrisha nihame. Mimi wewe Maka nisingekuacha, nisingekubali kuhama, ningebaki hapa Maka. Angalia Mtume anaonesha uzalendo. Wewe mbona una uzalendo na Tanzania? Wewe mtu wa sampuli gani? Mtu wa wapi? Kenya wanatamani, Uganda wanatamani, watu wote wanatamani Tanzania. Hii ni kitu chenye thamani, ni fakhar ya Watanzania. Nchi ya Tanzania ni fakhar. Sisi tukienda nje huko anaba kijana anayetoka katika nchi ya amani, we karibu, wanatusifia, alafu sisi wenyewe hatuoni ile thamani wala hatuoni hiyo fahari. Mimi jamani nawaambia Waislamu wenzangu na Watanzania wote kwa ujumla, masuala ya uzalendo ni muhimu kwetu sisi, masuala ya amani ni muhimu kwetu sisi, heshima kwa wazee ni jambo muhimu kwetu sisi, na wala tusisumbuliwe na mitandao. Haya mambo ya kidunia tu yako leo yatatoka tu, na haya yote inawezekana kila siku unapata dhambi nyingi bila kujua wewe mwenyewe. Ninawashukuru sana kwa msikiti huu. Ni msikiti mzuri ambao ukiswali ndani roho inakunjuka kwa sababu ya ukubwa na kupendeza kwake. Mimi nimechukua maneno kwa wanachuoni ambao ni walimu zetu, al-Allama al-Habib Said Ali ibn Ahmad Badawi Jamalullah, anasema ukiswali katika msikiti, alikuwa ananiambia ukiswali katika msikiti ambao umejengwa vizuri, unapendeza, kuna mabisati mazuri, moyo unakunjuka zaidi katika kumkabili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuliko kuswali katika msikiti kila finya mara kamkanyoka mara kamkajogoo. Sallallahu ala Muhammad. Tujenge vile vile kwa kipindi tulichokuwa nacho utaratibu na tabia ya kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe amani na atupe salama wakati wa uchaguzi upite kwa salama. Tuombe dua kila tunapomaliza kuswali, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anatakiwa kuomba kwa wingi. Kuna mtu anamuomba leo, afikisha saa 7 nimeomba sana Mwenyezi Mungu jana, lakini sijapata mpaka leo. Sasa hujapata, umemuomba mara moja bwana. Kuna kitu kinaitwa ilhah Kiarabu, yani kurudia kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila mara unamuomba, unamuomba tena, kwa sababu ukimuomba Mwenyezi Mungu kuna mambo karibu matatu. Unaweza ukamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumbe kuna janga lilikuwa likukute baada ya siku chache zijazo, kisha ile dua yako uliyokuwa umeomba haja yako akaichukua Mwenyezi Mungu akalikinga ile janga lisikukute. Alafu ukakaa, mimi sijaitikiwa, kumbe umeitikiwa dua yako, ile janga limezuiliwa na Mwenyezi Mungu, ambalo lao ukiambiwa ni janga fulani ungepiga kelele kwa ukubwa wake. Unatakiwa endelee kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukimwomba tena Mwenyezi Mungu anaangalia, kumbe una madhambi mengi, anaweka akiba ile dua yako siku ya Kiyama. Mwenyezi Mungu iwe ni akiba ya kufutia madhambi yako. Lakini wewe huku unapiga kelele sijajibiwa mpaka leo, kisha unamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mambo mengine yote yamekwisha, anakuitikia dua yako. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu kwa wingi, tupate salama na amani katika kipindi hiki ambacho tutakabiliana na uchaguzi mkubwa. Lakini la mwisho niwahimize, ikifika siku ile ya kwenda kupiga kura, itumie haki yako ya kidemokrasia kwenda kupiga kura mapema kwa amani, utulivu, na umchague mtu unayemwona anakufaa katika ngazi zote hizo. Kisha baada ya kupiga kura, rudi nyumbani kwa salama na kwa amani, endelea na shughuli zako za kawaida. Kama ni mtu wa biashara, endelea na biashara yako. Kama ni mwalimu wa kusomesha, kasomeshe. Kama ni mwalimu wa madrasa, ingia madrasa kasomeshe watoto. Kama ni wakina mama, rudini mpike vitumbua, mfanye biashara, muendelee na shughuli zenu kama kawaida, kwa utaratibu na kwa utuvu. Hata katika sala inatakiwa utuvu. Mtu mmoja alikuja kwa Mtume kisha akaswali, Allahu Akbar, kidogo Allahu Akbar, alipomaliza Mtume akamwambia, qum fasalli fa innaka lam tusalli, simama uswali brother, mpaka sasa hivi hujaswali. Afa simuulize Mtume, na Mtume alikuwa na tabia haelezi jambo mpaka aulize. Akaendelea tena kuswali. Uswali pomaliza anatoa salamu, Mtume asema, qum fasalli fa innaka lam tusalli, simama uswali tena, hujaswali mbona? Mpaka mara 3. Baada ya kwenda imezidi, sitasali kutwa na kila kiswali taabia sijaswali. Akamfuata Mtume akamwambia, ya Rasulullah, kwani ni wapi nimekosea? Huna utulivu. Kwa katika kusimama huna utulivu, katika rukuu huna utulivu, katika itidali huna utulivu, katika sujudi ndio kabisa huna utulivu. Lazima ulete kitu kinaitwa utulivu. Kwa lazima sisi tukirudi kupiga kura tuwe watulivu katika majumba yetu, na Mwenyezi Mungu atujalie kheri. Mwisho tusomeni wal asri moja, lilafi Quraish moja,
na qul a'udhu birabbil falaq moja. Tumuombe Mwenyezi Mungu aidumishe amani katika nchi yetu. Kalela Online TV, elimu ya dini, tiba ya jamii.